Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni mkutano mkuu mwaka wa taasisi ya utafiti ya TARI Naliendele, ambapo siku hii ya leo wamekuja hapa kwa ajili ya kuweza kupitia hasa kuhusiana swala zima la mafanikio yaliyopatikana, lakini pia changamoto zilizojitokeza ndani ya mwaka 2025, lakini way forward, nini ambacho wanaenda kukifanya kwa msimu wa mwaka 2026. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumehudhuria kwenye mkutano huu ambao umefanyika hapa kwenye kituo cha utafiti wa kilimo TARI Naliendele kwa ajili ya kuweza kuendelea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mimi naitwa Bakari Rashidi Kidunda, ni kaimu mkurugenzi TARI Naliendele Mtwara. Tuko hapa kwa ajili ya mkutano wa mwaka ambapo taasisi yetu ya utafiti TARI kituo cha Naliendele kila mwaka huwa tunafanya mkutano wa mwaka kwa ajili ya kupitia yale ambayo tumeyafanya katika mwaka mzima, kwa maana ya tafiti mbalimbali ambazo tumezifanya katika mwaka mzima na nini ambacho tunatarajia kufanya kwa ajili ya mwaka unaokuja. Mafanikio yako mengi, siwezi kuyataja yote hapa sababu mkutano ulikuwa ni mkubwa na ni mrefu, lakini hapo ukianza kuangalia katika maeneo mbalimbali, nikianza kwenye upande wa korosho, tunazo teknolojia kwa mfano za matumizi ya mbolea kwenye zao la korosho. Lakini pia tunaendelea na utafiti wa mbolea za ardhini, kwa sababu kuna mbolea za majani lakini pia kuna mbolea za ardhini, wataalamu wanaita basal fertilizer. Kwa hiyo nazo tunaendelea kuzifanyia tafiti. Tutakapokuja na majibu basi tutaweza kuyawasilisha kwa wadau. Mabadiliko ya tabia nchi ndio changamoto kubwa ambayo tunaona bado hatujaipatia ufumbuzi wa moja kwa moja kwa sasa, lakini tunaendelea na kufanya tafiti ili kutatua hii changamoto ya mabadiliko ya hewa. Kwa mfano unakuta mikorosho iko sensitive sana na hali ya hewa, hali joto, maana ya temperature. Hasa wakati wa uzalishaji, ile wakati kipindi mkorosho unapotoa maua, kuna joto ambalo linatakiwa kwa ajili ya mkorosho kufanya vizuri. Sasa kunapokuwa na mabadiliko ya hali joto, unakuta wakati mwingine mikorosho inashindwa kufanya vizuri kwenye upande wa maua, na yale maua unakuta yanapotea na hivyo kupunguza uzalishaji kwenye mkorosho. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunaendelea nayo kuyafanyia tafiti ili kuja na suluhisho ambao itaenda kutatua hizi changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa majina naitwa Lazaro John Mariganya, afisa kilimo msaidizi kutoka halmashauri ya Songwe. Nimehudhuria leo kwenye tathmini ya mazao mbalimbali ya kimkakati pia. Hivyo tumejifunza vitu vingi, ikiwemo malengo ambayo watafiti walijiwekea na nini ambacho tunaenda kukifanya pia. Lakini pia tumejifunza changamoto ya hali ya hewa ambayo imejitokeza kwa msimu wa kilimo 24, 25. Tumeweza kuona ni mazao gani hasa ambayo tunaweza sasa tukayazingatia na namna ya kuweza kuyaboresha. Mazao ambayo wameyataja ambayo pia ni ya kimkakati ni pamoja na zao la korosho, zao la ufuta, ndio mazao ambayo yamehusika zaidi. Mimi naitwa George Mbaga, ni afisa kilimo mkoa wa Tanga. Napenda kusema nashukuru kwamba leo nimepata fursa ya kushiriki kwenye ambayo wanaita internal program review ya wenzetu wa TARI. Ni programu nzuri kwa kweli sana. Imejitahidi kutuonyesha kazi zote ambazo za kitafiti ambazo wamezifanya kwa mwaka 24-25. Na hii imetupa highlight nzuri kwa sababu artisi mkiwa kule hamjui kitu gani kinafanyika kwenye utafiti. Mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri, na uzuri tu ni kwamba wenzetu hawa wa research wanalifanyia kazi hilo, wanajaribu kutoa mbegu ambazo zinakinzana na matatizo mbalimbali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Upande wa magonjwa, hiyo mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha pia magonjwa yawe mengi. Yanasababisha pia hali ya unyevu ukosekane. Kwa hiyo tukipata mbegu ambazo zinakinzana na hayo mabadiliko,
itatusaidia sana, kitu ambacho tayari wamefanya na tunadhani tutafaidika tukipata hizo mbegu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.